Ndugu zangu, karibuni sana katika vipindi vyetu ambavyo mnavyofuatilia. Leo tena kuna kitu muhimu sana ambacho tustafidi mimi na wewe. Hakuna kitu muhimu ndugu yangu katika imani kama kutumia muda vile ipasavyo. Utakuta Allah tabaraka wa taala katika jambo la muda amethamini sana, na vile alivyotaka kwa mwanadamu, alitaka mwanadamu athamini muda, athamini wakati kama alivyokuwa yeye amethamini. Katika Qur'ani katoa mifano mingi, lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema neema mbili watu wamepunjwa sana, akazungumza afya na muda wa faragha, kuonesha kwamba watu katika vitu viwili hivi wanatakiwa wafocus sana katika kutendea haki muda pamoja na afya zao. Allah tabaraka wa taala katika aya nyingi kama nilivyosema alionekana akiwapia muda. Ukija katika wal asr wal fajr, wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, Mwenyezi Mungu anasema nawapia muda wa alasiri. Mwanadamu sifa yake yupo katika khasara. Wale watu wa ilmu ya nafsi wanasema kwamba yupo katika khasara katika kuielewa elimu ya nyakati, na ilmu al-miqat ni elimu kubwa sana. Tunaona leo inavyofika kipindi kile cha Arafa, kwa kuwa inatumika ilmu al-miqat, mashekhe tunawaona wapo makundi tofauti tofauti. Wengine wanasema hivi na wengine wanasema hivi. Sasa mwanadamu yupo katika hasara katika kuitumia vyema nafasi yake katika muda. Leo mwanadamu ana vipindi katika wakati. Ukija katika hizi umri, anaanza udogoni, anapozaliwa anakuwa na matendo yake, anakuwa na mfumo wake pale udogo, anakuja katika umri wa ujana, anakuwa na matendo yake na mambo yake katika ule umri wa ujana. Anafika kipindi anakuwa mzee, pale anakuwa na matendo yake na mambo yake ambayo yeye anatakiwa ayafanye. Ikiwa mtoto mdogo anafosi afanye mambo ya umri wa ujana, huyu wal asr innal insana lafi khusr. Ikiwa kijana yupo katika umri tayari ameshafikia umri wa ujana, anafanya vitendo vya mtoto mdogo ambaye bado hajafikia umri wa baligh, huyu pia vile vile wal asr innal insana lafi khusr, yupo katika hasara kwa sababu bado hajaweza kutumia vizuri muda. Mdogo ambaye hajafikia ile miaka ya tamyiz, basi huyu atakuwa kuna vitu kwake vinapungua. Lakini kadhalika na mtu ambaye ameshafikia umri wa uzee, akionekana anafanya tendo ambalo litakiwa alifanye umri wa kijana, basi huyu wal asr innal insana lafi khusr. Tukija katika engo nyingine, upande mwingine wa masaa, kuna asubhi, kuna mchana, kuna jioni na kuna usiku. Tuchukue mfano wa mfanyabiashara ambaye anataka atumie vizuri muda wake kwa kuielewa hii aya wal asr innal insana lafi khusr, ili asiingie katika hasara ya kutouelewa muda. Tuchukue mfano asubhi, biashara ambayo inapendeza. Asubhi, biashara ambayo inapendeza ni chai.
vitumbua, maandazi, chapati, supu pamoja na vitu vingine. Ikionekana mtu leo hii asubhi amekamata mwiko wa ugali, anasonga ugali, akawa anauza ugali, huyu wal asr innal insana la fi khusr, atakuwa bado hajaelewa vizuri matumizi ya masaa. Muda wa subhi inatakiwa vitafunwa na chai, lakini yeye kachukua chakula cha mchana kaja kuuza subhi. Asipouza asimlaumu Allah tabaraka wa taala, ni yeye mwenyewe hajaweza kutumia vizuri masaa. Wal asr innal insana la fi khusr. Lakini huyu mtu yupo katika biashara usiku, akawa anaonekana anafanya biashara ambayo ilitakiwa aifanye, yani muda wa usiku akawa anafanya biashara ya asubuhi. Huyo asimlaumu Allah tabaraka wa taala, ni yeye mwenyewe amekosa kuelewa elimu ya nyakati, masaa. Sasa Allah tabaraka wa taala amekwenda mbali sana katika kuzungumza masaa. Masaa hayo ndo yanamfanya Allah tabaraka wa taala awe mtu anamlipa thawabu katika nini? Vipindi vya swala. Leo hii wal asri innal insana la fi khusr, mwanadamu yupo katika hasara katika kuzingatia muda. Leo hii kuna kauli ambayo inasema sallu salata liwaktiha, zisalini sala kwa muda wake. Muda, kuchunga muda. Ikiwa leo hii salatu dhuha utakwenda kuisali saa 10, wal asr innal insana la fi khusr. Dhuha muda wake unajulikana, lakini leo hii unajichelewesha salatul asri toka imeingia saa 10, ukawa unasali saa 11, jua linatakalizame ingie 12. Wal asr innal insana la fi khusr. Si kwamba sala yako haitasihi, ila itakuwa inatakiwa dharura ikucheleweshe, lakini bila dharura umejichelewesha mwenyewe. Wal asr innal insana la fi khusr. Elimu ya muda, elimu ya nyakati. Ndo maana wanachuoni wametunga vitabu, matabu kwa matabu, wakieleza elimu ya muda kwa kufasiri maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, neema mbili hizi ambazo watu wamepunjwa, asihatu wal faragha. Elimu ya muda ni kitu muhimu sana ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ukifuatilia vizuri muda, utakuta Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani alishaeleza kwa umakini na alishaeleza mafunzo ya muda, ili mradi watu kupitia muda wanafanya mambo yao na wanafanikiwa katika mambo yao kwa kuchunga nini? Kwa kuchunga muda, na ndio ibada sahihi ya kuchunga muda. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.